Tufungue pamoja katika kitabu cha Mithali. Mithali nisaidie hiyo notebook ya blue. Mithali tunaangalia mlango wa 3. Na ninaenda kuhubiri tu kwa ufupi. Na ninajua utabarikiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya sijaendelea, tukimaliza mkutano tukae na kikao kidogo. Mnisaidia kupangia Jumamosi. Tuko na maombi ya wachungaji wa Congress hapa on Saturday. Ukitaka njoo, tutahitaji wamama ambao watatusaidia kupika. Na ukitamani kuwa na sisi katika maombi, kuja. David, kuja Jumamosi. Bwana asifiwe. Wakuzoee. Wakati tutasema wekea huyu kijana mkono, wakubali kukuwekea. Na wewe mwingine ambao pia unatamani kuwa na sisi, just come. Amen. Hiyo ni Jumamosi, kwa hivyo msikuwe na haraka. Tupangilie kwa ufupi, alafu mnisaidie vile hiyo siku itakuwa. Ubatizo ni 23. Haija change. Ubatizo ni 23. Watu wa Mungu mbatizwe. Devi unabatizwa, umesikia? Naambia mama, ubatizo ni 23. Haya. Kwa hivyo muendelee kujiandaa. Tulisema ya kwamba mtu atafute tu 1000. Itasimamia pale chakula na card na atapiku. Haya, tumetoka hapo. Tumesema tena ya kwamba watoto mnaenda, David, Bradley, Tatiana sijamuona, mtaenda Mata Church. David nataka uende na wao hiyo Jumamosi ya tarehe 29. Hiyo Jumamosi ya mwisho wa mwezi huu. Upeleke watoto Mata Church. Si nilikupeleka huko, unajua saa hii. Hata ukifika tu hapo utanipigia simu na nitakwambia. So muende Mata Church. Watakaa tu hiyo siku moja kuanzia saa 3 mpaka saa 10 na wanarudi nyumbani. So sijaona Tatiana, nilisema muende. Nani huko? Linda. Praise the Lord my daughter. Uko salama? Asante. Ukipatikana nataka uende na hao watoto. Wewe ndio venye pale uliacha ndio walikwama hapo. So you go with them. Hiyo ni 29. Alafu tuendelee kuombea David. Sahii yuko Uganda. Walinitumia picha kidogo, ninaona sahii anakaa, wamemketisha watu wamekaa round na amekaa peke yake, anawaonyesha, anasema hapa ndio kuna niuma. So ninashukuru Mungu, aendelee kumhudumia. Tuendelee kumuombea. Bwana asifiwe. Namba 2, Fiona. Hii akasi inaenda kuisha. Unipe list ya watu ambao wamejiandikisha, wame respond upande wa welfare. Bwana asifiwe. Hii welfare nilisema hivi, tunaweza kukua wengi lakini wachache wa support maono. So wale wamesupport Fiona, hao ndio tuko na wao. Ukiona wale wamejiandikisha hao, hiyo welfare ni ya maana. Last year tulijaribu tukue nayo ikakataa. Mwaka huu tukianza nikasema watu wa Mungu tukue na department ya welfare. Tena ikaenda ikiwa na challenge sahi, kwa sababu iko wenye watakubali na ni 300 peke yake mwezi mzima. Ukijipanga tu kila Sunday unakuja na 50 unapea Fiona. Mwezi ukiisha hiyo mambo umemalizana nayo. Siku moja itakusaidia. Haleluya. One day. Saa hii imeenda 2 months. Hii mwezi wa pili. Najua last month watu wote tuliandikisha na yeye. Huu mwezi kama hujaandikisha na yeye, please make sure umeona Fiona. Mwisho wa mwezi huu
ukiisha sasa nitawaelezea vile welfare itakuwa ina operate. Na kila mwisho wa mwezi, Fiona, kila mwisho wa mwezi unakuja unaambia kanisa, hii welfare tuko na hii pesa kwa account. Kwa hivyo una record. Mimi pia niko na record, lakini wewe pia una record. Okay? Tuko na pesa kiasi hii kwa account. Sasa hii tunakupea na ya rent pia. Sasa ya welfare, mtu akipea welfare unamnoti kando. Unahitaji kitabu, kama una hizo pesa umepata, ndio ununue kitabu. Amen. Bwana asifiwe. So ni hivyo na tutaendelea. Wale watatujiunga na sisi baadaye wapate tuko sawa, tunaendelea. Bwana asifiwe. Nimesahau nini? Sijasahau kitu. Thank you. Hiyo ndio nimesema mkutano tunapangilia mikutano miwili. Tunataka hii kanisa tunaipanua. Vile tunaiona hivi tunaipanua. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ili wakati umeingiwa na roho unaruka huko na mahali pa kukimbia kimbia, tunapanua hii. Hii tunaipanua. So, tunataka tukae chini tupangie love offering. Mkutano tu wa fundraising. Sometime tuweke December ama tuweke November na tuanze kutafuta marafiki. Hiyo time ikifika, kile watatupea kipanue hii kanisa. Tunataka tupanue hii kanisa. Bwana asifiwe. Ndio maana tumeacha kurembesha hapa chini hii sakafu, kwa sababu hatutaki turembeshe hapa na tena tunasonga huku. So tuipanue yote, na tukianza kutengeneza hapa chini tutengeneze ikiwa moja. Amen. Amen. Mimi muone venye mimi ninaona. Hatuko tu hapa. Nilikuwa ninaomba Mungu ya kwamba anipe. Ninapika magoti naambia Mungu, leta watu Mungu, watu ambao wataenda kunishikilia maono hii ya kazi yako iende mbele. Mungu amefanya miujiza. Sasa hivi ninafungua macho hivi ninashangaa tu. Kumbe wale watu ninaomba Mungu ananiambia uko na wao hapa. Hello? Wakati wa Mungu ukifika, kumbe Mungu mwenyewe anainuanga tu watu. Mimi nilikuwa nafikiria ati wenye niko na wao hawawezi, kwa hivyo ninapika magoti naambia Mungu niletee watu wenye sijui wako wapi. Kutoka huko Mungu anaanza kuinua watu, kina David wanaanza kuhubiri hapa, wengine wanasupport kazi ya Mungu, mpaka ninashangaa. Na mimi ninawaambia wacha Mungu awabariki. Ninasema kutoka katika moyo wangu, Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 3:5. Niko na ujumbe rahisi sana. Very simple message. And the message I have today is about trusting in the Lord in faith. Kuamini kwa Mungu katika imani. Mkristo, kile kitu ambacho umepewa peke yake. Kwa nini nasikia nahitaji sauti? Hallelujah. Amen. Nimeongezea sauti, nasikia kama inanifinya. Kile kitu ambacho umepewa pekee na Mungu cha kukusaidia ufanikiwe katika wokovu ni imani. Angalia mtu mwambie imani. Yesu mahali popote alipopita na kukutana na mtu ako na mahitaji, alikuwa anaambia huyo mtu, imani yako imekuponya. Anakuambia enda katika imani. Kuna mtu
akamwambia Yesu, mimi sistahili ukuje kwangu ukiwa sistahili, kwa sababu yani alikuwa anajiona hafai. Na akamwambia Yesu, badala ya kukuja kwangu tumaanisha tu neno. Na Yesu akamwangalia akasema, sikia, sijaona imani kama hii katika Israeli mzima. Na akamwambia, enda utapata mtoto wako amepona. Yesu ako na haja na imani. Bwana asifiwe. Wacha kusema ninaamini Mungu atatenda, na huku katika mawazo yako unasema lakini atafanya kweli. Wewe hauna imani, kwa sababu katika imani, mimi kama umeniambia nitakupea kitu hiki na nimeamini utanipea, sitaenda kuanza kutafuta kingine kwa sababu najua fulani atanipea. Hiyo ndio inaitwa imani. Kuamini Mungu, kumtegemea Mungu katika imani. Verse 5. Psalms chapter 3 verse 5. Inasema hivi, not Psalms, samahani, Zaburi. Zaburi ni Mithali, sio Zaburi, Mithali. Mithali chapter 3 verse 5. Anasema hivi, mtumaini Bwana. Unatumaini nini? Mtumaini nani? Wacha kutumaini vitu zingine. Tumeambia hapa na David, hata wanadamu, watu ambao wametuajiri, wale ambao wanafikiria wao ndio wako na maisha yetu kwa mkono, tusiwatumainie wao. Anasema mtumainie Bwana. Amen. Hata kama hauna kazi leo, tumainia Bwana. Hata kama unaomba kuna mahali pana kuumanga lakini hapaponi, tumainia nani? Bwana. Halo? Tumainia Bwana. Acha naachia hapo, ndio nyinyi pia muongee tukue kimoja. Mungu ni Mungu ambaye anafanyanga vitu pole pole kwa wakati. Hafanyi vile wewe unataka. Mungu hafanyi venye wewe unafikiria akufanyie. Bwana Yesu asifiwe. Hakufanyi vile wewe unataka, anafanya vile yeye anataka. Anafanya kwa sababu yeye ni Mungu. Unaweza kuwa unaomba leo upate kitu fulani, na Mungu anajua venye uko hauko tayari kupata hicho kitu. Amen. Number 2, kama ni Mungu anakutengeneza, anakusaidia, lazima akuunde. Bwana Yesu asifiwe. Lazima Mungu akutengeneze. Kama hujatengenezwa, hawezi kukutumia. Halo? Halo. Ngoja mtu mwambie, unaona hiyo hasira uko nayo? Hiyo lazima itoke. Bwana asifiwe. Mwambie, unaona hiyo hasira unakuanga nayo hiyo. Kidogo tu umelipuka. Bwana asifiwe. Transformer. Kidogo tu. Huwezi tumikia Mungu ukiwa hivyo. Lazima kutengeneza.